Unapodili na swala la afya mwanadamu, haudili na matokeo majani. Huo ugonjwa ni majani, hayo ni matokeo. Tunaenda deep, sehemu ambayo haionekani katika mti ambao ni mizizi. Vile vile ni sehemu ambayo haionekani katika wewe mwili wako ambao ni nini? Ni mind. Na ndani ya mind sasa, mind yako ama akili yako inachukua source kutoka wapi? Ugonjwa umelishwa na nini? Umelishwa kutoka katika branch. Branch ni tabia. Sasa tabia inahusiana vipi na ugonjwa? Kiuhalisia 100% tabia zinahusiana na magonjwa, na ndio hii series tunakwenda kuangalia unlock jambo moja baada ya nyingine, step moja baada ya step nyingine. Trunk ni nini katika mwili wetu, au inawakilisha nini? Hii shina linawakilisha mahitaji, kwamba miili yetu sisi ina mahitaji. Mahitaji yetu ni nini? Tunahitaji hewa, tunahitaji maji, tunahitaji virutubisho vyote vinavyotokana katika chakula. Haya ni mahitaji, lakini kuna hitaji jingine ambalo sitaki kuligusa kwa sasa hivi, lakini nalo pia ni hitaji la mwili wetu, ikiwa na maana kwamba tuna makundi mawili ya mahitaji. Kundi la kwanza ni mahitaji ya tunaita physical, ni hewa, maji, chakula, vitu kama hivi. Hayo ni mahitaji ambayo mwili unahitaji, ambayo hii tunaita trunk inahitaji. Sasa kumbuka, need au mahitaji hayabadiliki. Kwa hiyo ina maana kwamba ili mwili wako uweze kuipata mahitaji yale yaliyopo katika sheria, yani the law does not change na need does not change. Yani leo hii huwezi ukabadilisha mahitaji ya mwili wako. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tutakwenda kukiangalia pia kwa marefu zaidi na kwa mapana zaidi, ni kwamba unaweza ukafikiria kubadilisha mahitaji, lakini huna uwezo wa kubadili mahitaji. Nikiwa na maana kwamba unaweza ukaazimu badili mahitaji na ukafikiri umebadili mahitaji. Kwa sababu gani? Need is the law, yani hitaji ni sheria, huwezi ukabadili hitaji. Kwa hiyo hitaji la mwili wako ni maji, hilo ni hitaji lako la mwili. Hitaji la mwili wako ni hewa, hilo huwezi ukabadili. Sasa mahitaji ambayo shina yanahitaji ili yaweze kupeleka katika branches na peleka katika leaves, nikiwa na maana peleka katika matawi na peleka katika majani, ili sasa kuweza kupata matunda yaliyo bora, hayabadiliki. Sasa angalia, kama imani yetu ambayo ni belief ndiyo mizizi na chanzo sasa ambacho ndiyo chakula kinapatikana katika udongo. Ina maana ni hivi, kile ambacho mimi ninakiamini, kile ambacho mimi nina behave ama ninakifanya, au ni tabia yangu au mazoea yangu, yatatokana na belief ambayo ni mizizi, lakini chanzo kile cha ambacho ni udongo ndicho ambacho kitapelekea sasa mahitaji yale muhimu yanayokwenda katika shina yaweze kwenda katika matawi, na pia yaweze kwenda katika nini? Yaweze kwenda katika matunda. Kama nitakuwepo na source ama nitakuwepo na chanzo ambacho sio sahihi, let's say nikawa na maji mengi, kwa sababu maji ni hitaji, ni kweli, nikawa na maji mengi zaidi katika udongo tofauti na lile hitaji, ina maana kwamba nitashindwa kupata hitaji la msingi katika mwili wangu. Lakini pia naweza ikawa na source ama mahitaji hafifu ambayo katika udongo, nikiwa na maana kwamba udongo wangu unaweza kukosa virutubisho sahihi. Shina kama shina litakuwa linaendelea kuhitaji virutubisho sahihi katika kiwango sahihi, lakini kutokana na udongo wangu ambao ni source ukashindwa kuprovide, ukashindwa kuleta hayo mahitaji sahihi, ina maana kwamba tayari pia nitapata majani ambayo yamefanyaje? Yamenyauka. Sasa nini ninachojaribu kuongea sasa hivi ni kwamba hakikisha kwamba una the right source, chanzo ni sahihi. Chanzo ikiwa ni sahihi, kitatokana na imani ambayo ni sahihi. Imani ikiwa ni sahihi, automatically tabia yako itakuwapo ni sahihi. Ina maana kwamba utakula sahihi, ndio behave. Ina maana kwamba uruhusu mwili uweze kupata mahitaji yale ambayo ni sahihi, the need, kwa sababu kumbuka kwamba mahitaji ni need na hayabadiliki. Kwa kama mahitaji yatakuwa ni sahihi, ina maana kwamba automatically hili shina litaweza sasa kulisha kile kitu ambacho ni sahihi, na automatically tena haya matawi ambayo ni nini? Ni behavior, ambayo ni tabia, yatakuwa ni matawi ambayo yana ukijani kama huu. Na atakapokuwa na ukijani kama huu, sasa katika muktadha wa afya zetu, ndipo tutakapoweza kuwepo na afya bora. Kwa hiyo afya bora sio chanzo, afya bora ni matokeo, ambayo chanzo yanatoka katika source ambayo ni udongo sahihi, lakini huu udongo sahihi lazima utokane na belief, nikiwa na maana kwamba mizizi lazima ipate kutoka kwenye chanzo sahihi, kwa sababu mizizi kama mizizi na yenyewe haiwezi
ikatengeneza chakula sahihi. Ni lazima mizizi hii ambayo sasa katika sisi wanadamu ni tofauti na mizizi ya kwenye mti ambayo yenyewe haina uchaguzi, ingawaje mwisho wa siku ni lazima na yenyewe ipate the right nutrients, lazima ipate virutubisho sahihi. Sisi wanadamu mizizi yetu ambayo ni nini? Ndio akili, ndio mind, ni lazima ichague kupata the right source. Ni lazima ipate source, the right source. Utagundua kwamba akili yetu sisi ni sheria, ambayo hii sheria ni lazima ipokee kutoka katika the right source, ili the outcome, mwisho wake au matokeo yake yaweze kuwepo na yenyewe ni nini? Ni sahihi. Kwa hiyo katika kipindi kinachokuja tutaangalia sasa hapa kile ambacho unakiona sio kile ambacho ni matokeo ambayo ni majani. Kwa hiyo tunaweza tukaprune majani yote haya ili tuweze kupata majani ya kijani. Natolea mfano kama majani haya yakiwa yamekauka, tunaweza tukafanya hivyo, lakini bado hatutaweza kupata source. Kwa sababu gani? Haya majani yanalishwa na nini? Yanalishwa na matawi, na hili tawi pia linalishwa na nini? Linalishwa na hii trunk ama hili shina ambalo unaliona hapa. Najua kuna wengine hata hatujui shina ni nini, sawa, lakini shina na lenyewe linapokea kutoka katika mizizi, lakini mizizi sio chanzo, mizizi sio source. Nikiwa na maana kwamba akili zetu kama akili sio source, kwamba akili ndizo zinazolisha mwili, lakini pia akili ni lazima inapokea kutoka wapi? Maji sahihi, maji safi, chakula safi ambazo tunapata nutrients ama virutubisho sahihi. Haya ni mahitaji ambayo hayabadiliki, lakini kuna hitaji la pili au kundi la pili ambalo sijaligusa. Unaweza ukabadilisha wewe kwa kuassume kwamba umebadilisha mwili wako kwa sababu wenyewe haujui hayo mahitaji. Nikiwa na maana kwamba unaweza ukaupatia vinywaji ambavyo sio sahihi. Ni kweli trunk, ni kweli shina lako linahitaji kinywaji, lakini linahitaji kinywaji gani? Linahitaji kinywaji maji safi, lakini wewe ukaamua kupatia pombe kali, ukapatia hata pombe ya kawaida tu, lakini ambayo ni ina toxic, ambayo ina sumu. Ni kweli utaweza kupatia mwili wako au utaweza kulisha hii trunk ama hili shina kimiminika, lakini sio kimiminika sahihi. Kwa hiyo kitakachofanyika ni nini? Kitakachofanyika kwamba ni lazima athari zake zitakuja kutokea huku nje, ambao sasa labda ni figo, labda ugonjwa wa figo, labda ugonjwa wa ini. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba ulipatia mahitaji ambayo si mahitaji sahihi katika nini? Katika mwili wako, na haya mahitaji yakaleta nini? Yakaleta matokeo. Sasa ili uweze kupatia mahitaji ambayo sio sahihi katika mwili wako, nini kichotokea? Tunarudi chini, ni katika belief, ni katika imani. Yaani wewe ulikuwa unaamini kwamba unapokunywa pombe unajisikia furaha. Wewe uliamini kwamba unapokunywa pombe kiburudisho. Wewe uliamini kwamba unapokunywa pombe you have all the life. Yaani ni kana kwamba umeyapatia maisha. Kumbe hiyo ni wrong belief ambayo imetokana na the wrong source ambayo ni udongo, na sasa inapelekea nini? Majani kunyauka, ndio figo sasa, ndio maini sasa. Kwa hiyo utagundua jinsi ambavyo unapodili na swala la afya mwanadamu haudili na matokeo majani. Huo ugonjwa ni majani, hayo ni matokeo. Tunaenda sehemu ambayo haionekani katika mti ambao ni mizizi, vile vile ni sehemu ambayo haionekani katika wewe mwili wako ambao ni nini? Ni mind. Na ndani ya mind sasa, mind yako ama akili yako inachukua source kutoka wapi?